Kwanza kabisa cha pili na shukuru wote waliokuja hapa kwenye iftari ya leo ambayo imeandaliwa na Wasafi. Niwapongeze kwa iftari, kufuturisha watu na kufuturu kwa pamoja kwa ajili ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pia kama ninavyoona na nyinyi wanahabari pia mmeweza kuhudhuria, tumefuturu pamoja inshallah. Ni jambo ambalo limekuvutia sana baada ya kuingia tukumbini ukasema kweli? Mimi nimefurahi, nimekuta wasanii wengi wapo, lakini kingine kikubwa zaidi ni kama hivi pia kuna uzinduzi wa sabuni. Ni kwamba vitu vinazidi, wasanii wanazidi kujiongeza pamoja na kufanya sanaa, na wanaweza kufanya vitu vingine vya ziada, kuweka uwekezaji kama hivi, watu watapata ajira kupitia hizi sabuni. Tuliona umekaa meza moja na Zuchu, lakini pia Madam Rita. Stories zilikuwaje? Stories zilikuwa nzuri tu. Mimi na Madam Rita tulikuwa tunaelezea stories za namna gani wa kufikisha wasanii waweze kusonga mbele kwa kipindi hichi ambacho rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametoa fursa, na umekuta wasanii wengi wanakuwa katika shughuli nyingi za kiserikali. Kwa hiyo kitu ambacho tulikuwa tunadiscuss pale ni kusema kwamba wasanii wajitahidi kufanya kazi kwa bidii ili waweze kusonga mbele na kuendesha maisha yao ya kila siku, na fursa zipo, na rais wetu katoa fursa kwa wasanii na kawapa kipaumbele kwenye shughuli zote. Mwenyewe unaona kuanzia hata mikutano mikuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, pia wasanii walikuwepo wengi. Miaka 49 ya CCM wasanii walikuwepo wengi. Tanga, Arusha, wiki ya wanawake ile, wasanii walikuwepo wengi sana. Kwa hiyo kuna fursa nyingi pia za sanaa ambazo zipo katika kupitia hii awamu yetu ya 6. Kwa hiyo ni kuomba tu wasanii wafanye juhudi, wafanye kazi kwa bidii, watengeneze nyimbo nzuri na tungo nzuri, na wasidharau kazi ambayo wanafanya. Wote wafanye kazi nzuri kwa jumla. Nilikuwa na kuzoom nikasema mama uko strong sana. Mbio ambazo ulipiga pale KMC siku ya derby ya Simba Queens na Yanga, nini kilikukimbiza? Hapana, nilikuwa nawahi kufuturu kwa sababu wewe kama mwandishi, kama hivi leo umefanya vizuri, umenifuata mlangoni, lakini sasa mimi nimeshapita mlango kabisa, niko zaidi ya 100, unanifuata. Matokeo yake nitajua kama umekuja kwa usalama au kuja kwa usalama, kwa sababu unapomfuata mtu kwenda kumhoji pale kwenye eneo la tukio, mimi nilikuwa na zaidi ya mita 100, wai kwa nini unifuate? Wale wakasema Mama Shabaraka kwa mliaza. Sio kwamba najiofia na mimi usalama wangu. Tulikuwa kwenye uwanja wa mpira pale, tumemaliza, nimetoka, nimepita getini, niko sehemu za maduka. Rudi zoom iangalie pale mimi nilikuwa karibu na uwanja au ilikuwa nimetakana. Kwa nini unifuate? Na sasa hivi kwa sababu kuna utandawazi na ni mambo yote yako kiganjani, mtu mmoja tu akikuchukua, media zingine zote zinachukua. Ulipokeaje baada ya kujiona umetrend? Mimi nimeona kawaida, kwa sababu mimi kama kutrend na trend kila siku. Kwa hiyo mimi nimeona kawaida, simuona jipya, nimeona kitu cha kawaida. Kwa matokeo yamemliza mama akaamua kukimbia. Hawezi kuniliza kwa sababu wote ngoma draw round ya kwanza, sisi tuliweza kushinda. Kama Simba tuliweza na sisi kushinda goli moja, na wao wameturudishia vitu kama kawaida. Hakuna tatizo na hawezi kuwa mabingwa, kwa sababu kama ubingwa wa ligi ya wanawake uko mikononi mwa Simba Queens hao na JKT Queens. Jana tumeona kwenye iftari ya Yanga wazee wakiendelea kushinikiza uongozi wa Yanga kwamba hakuna dabi ya Simba na Yanga ambayo ilivunjika baada ya kusimamishwa na... Sipendi sana kuyaongelea hayo mambo, huwa siyapendi sana kuyaongelea, kwa sababu mimi siwezi kuongea, siwezi kupishana na wazee, siwezi kupishana na watu wa mpira sana na nini. Kwa hiyo mimi waga na mimi nasoma kama unavyosema wewe. Wakifanya jambo zuri nasema alhamdulillah, wakisema baya nasema alhamdulillah, kwa sababu mambo ya mpira utapishana na wakati. Tunakaribia kwenda kwenye sikukuu ya Eid. Mmejipangaje kama bendi ya Twanga Pepeta? Bendi ya Twanga Pepeta ipo inafanya vizuri na itaendelea kufanya vizuri, na wako studio wanarekodi nyimbo kwa ajili ya sikukuu ya Eid. Jamani, mwenye swali ya mama. Neno lako mama usiku wa leo kwa Diamond Platnumz baada ya kuzindua sabuni. Natakia kila la heri. Mungu wa mtu. Anasema mwezi kukufa
Diamond kuoa au kutokuoa, unajua ni mambo ya mtu binafsi. Siwezi kuingilia sana na sipendi kuongelea sana maisha ya watu. Mimi napenda kuongelea kazi. Simama kama mama. Simama kama mama. Neno lako kwa Diamond juu ya kuoa ni lipi? Yale ni maamuzi ya mtu binafsi. Mtu unaweza kuoa hata na miaka 50. Siwezi kuingilia. Na kwa nini kila siku, kwa nini mnapenda sana mlazimisha aoe? Labda niwaulize waandishi, kila mkiandika hamna mwenendo kama mmoja sababu kwa ni maamuzi yake. Unaona mkuu na mtindo wa kuwa na mahusiano na wanawake wengine, kwani hawana utetezi? Wewe una, lakini wewe nimeoa. Nimeoa mama. ameoa kwa harusi yako, shahidi, mimi shahidi ameoa. Mlazimishe. Kwa nini mlazimishe Diamond kuoa? Kwa nini? Hata wao wakati ukifika anaweza sio kabisa, ni maamuzi yake mwenyewe. Haya ni mambo ya mtu binafsi. Mimi sipendi kuingia kwenye mambo ya mtu binafsi. Hii tuzungumzie mambo ya kijamii sana, namna ya muziki, mambo ya mpira, ambao uchaguzi kwa ni mwaka mzuri sana kwa Tanzania. Kwa rais wa nchi yetu, kwa ni mwaka mzuri sana tumete baraka kubwa sana kwa taifa la Tanzania. Je, wakati ukifika wewe nisikilizie tu, wakati bado, wakati ukifika wewe nisikilizie. Nimevunjwa hiyo. Asante sana mama. Wewe nani?